Ninakusalimu ndugu yangu popote ulipo. Mungu akubariki sana. Ninakukaribisha tena kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kitaleta ufahamu na kubadilisha kabisa maisha yako. Lakini kabla ya kukuletea kipindi halisi cha leo, wewe ni rafiki yangu wa karibu, washirikishe wengine uzuri huu, washirikishe wengine kipindi hiki. Na usipoteze muda. Ni wakati wako wa kutuunga mkono, kututia moyo kwa kusubscribe, kucomment na kushare. Wewe ni mtenda kazi mwenzetu. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe tena leo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vizuri. Tutaanza na episode ya kwanza. Dalili 12 zinazoashiria mwanamke anakupenda kwa dhati. Dalili 12 zinazoashiria mwanamke anakupenda kwa dhati. Bwana Yesu asifiwe sana. Tega sikio, kaa karibu, sikiliza na washirikishe wengine. Kuna mambo ya faida nzuri sana utakayoyafahamu, yatakusaidia kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 na wa 23. 18 na 23 inasema hivi: Bwana Mungu asema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Haya maneno ni rahisi sana kuyasoma na kuyaelezea, lakini kuna siri kubwa sana ya kiumbaji iliyofichwa na Mungu ndani ya uumbaji wake kwa mwanamume na kwa mwanamke. Na tunapozungumza kwanza upendo, tunataka kujifundisha dalili 12 zinazoashiria kwamba mwanamke anakupenda kwa dhati. Zile za kiasili. Tunaposema asili, maana yake ni zile zilizo ndani ya maumbile ya mwanadamu, zile ambazo Mungu mwenyewe aliziweka. Kumbe upendo sio uchaguzi. Nifuatilie. Nimekuwa nikisikia zamani watu wakisema kupenda ni chemistry, na sikuwa nina ufahamu wa kutosha juu ya jambo hilo. Nimekuwa nikijaribu kulichunguza kibinafsi, lakini mpaka nilipopata ufunuo huu ambao ninataka na wewe nikushirikishe. Upendo sio uchaguzi, ni chemistry. Bwana Yesu asifiwe. Kemia ya upendo, kwa lugha nyepesi, upendo ni mchanganyiko wa kemia ya ubongo unaoanzia kwenye shauku na kuishia kwenye kujitolea. Kuna kemikali inayoitwa dopamine. Dopamine ni kemikali ambayo inaleta shauku kwa mtu. Inaleta shauku au kutoa zawadi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hii iko ndani ya maumbile ya mwanadamu. Na ndio tunataka sasa tukueleze kwa kina inafikaje mpaka zile dalili zinajionyesha kwa nje. Kumbe zile dalili zinazojionyesha kwa nje ni dalili zinazosukumwa kimaumbile kutoka ndani ya mtu kupeleka tafsiri ya jambo moja kwenda jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dopamine ndio kemikali inayochochea hisia kali ambazo zinaleta tafsiri kwa mtu kuona raha au kupata motisha au kukupelekea kutamani, ambazo zinamfanya mtu aonekane kwamba anataka kupokea kwa zawadi kwa yule ambaye amemtazama kwa kumtamani, ambaye amepata motisha juu yake. Na hisia hizi huambatana na matendo ya mwili yanayoendeshwa na kemikali inayoitwa kemikali ya tahadhari au kemikali inayochochea msisimko kwa mtu. Haleluya. Kemikali inayochochea msisimko inaitwa norepinephrine. Hii kemikali ndio inayoleta msisimko. Yule unayempenda unahisi aina fulani ya mtembeo, hata mabadiliko ya mwili huku ndani unayasikia. Ndio maana nataka niseme kupenda si kuchagua. Kupenda ni msukumo wa ndani ambao umeumbwa kimakusudi na Mungu. Nitakuelezea huko baadaye nitakapokuambia kwa nini dalili hizi zinatakiwa zionekane kwa mwanamke. Kwa hiyo sasa hii norepinephrine ndio ambayo inasababisha
mapigo ya moyo kuongezeka, inasababisha kuona mtu anaona haya, na inakwenda kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hii awamu ya mwanzo kuna kemikali ya hisia ambayo inakamata mawazo ya kukupeleka kwa kina kuwaza juu ya jambo fulani, ambayo inaitwa serotonin. Serotonin ni kemikali ambayo inasababisha mtu anakuwa na hisia na mwingine, anakuwa na mawazo ya kina juu ya mtu, na hayo mawazo hayalazimishi na kuchagua kwako, yanalazimishwa na ile connection ya chemical iliyo ndani yako juu ya mtu yule. Kwa lugha nyepesi, mwili wa mwanadamu umewekewa detector. Kazi yako una detect yule ambaye ni halisi kwa maisha yako. Ndio maana Mungu akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa nini? Alikuwa amechukua sehemu ya mwili wa Adamu na akamtengeneza mwanamke. Na ndio maana Adamu anapokurupuka anasema huyu ni nyama katika nyama zangu, ni mifupa nani kamwambia wakati alikuwa amefanyiwa operation huyu yuko katika usingizi wa koma? Manake ndani yake kulikuwa kuna detector iliyokuwa inavuta. Sikiliza. Upendo ni kama aina mbili za mvutano, kama vile mvutano wa sumaku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii kemikali ya serotonin ni kemikali inayosababisha hisia ndani ya mtu, inasababisha mtu awe na mawazo ya kina juu ya mwingine, na inasababisha hata aina fulani ya mapigo ya moyo yanaweza yakashuka sana, hali inayosababisha mawazo yote kuelekezwa kwa yule ambaye unampenda. Obsession. Yule ambaye unampenda, mawazo yote muda wote, unaweza ukasahau kila kitu kwa sababu hiyo. Na ndio maana upendo wa kweli sio uchaguzi wa akili. Ndoa nyingi, kumbe leo nimefanya research, nimegundua kumbe watu wengi katika ndoa wanazoishi katika machafuko ya ndoa yanayopitia ni kwa sababu hawakukumbuka kwamba upendo wa kweli ni nguvu ya kimaumbile, sio ya uchaguzi kwa kutazama mvuto wa nje, urefu. Ukitaka kujua hili jambo sio la kawaida, unaweza ukawasimamisha wanaume wazuri wawili, huyu mweupe, huyu mweusi, na ukawaleta wanawake watatu, lakini mawazo yao, akili yao, kila mmoja atampenda mwingine kwa faida zake. Kuna mwingine ukimletea mwanamume mweupe anaona kama kichefuchefu, mwingine ukimletea mwanamume mweusi anaona kama kichefuchefu, kwa sababu kuna nguvu ya kimvutano ambayo imewekwa kimaumbile, haitengenezwi kwa akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii hatua ni hatua ya mwanzo. Kwa hiyo kadri hatua zinavyoendelea, sasa inakuja kuna kemikali nyingine inaitwa oxytocin. Oxytocin ni kemikali inayozalisha homoni ambazo zimekusudia kuleta ule muunganiko. Zimekusudia kuleta muunganiko na kutengeneza bondi ama uaminifu katikati ya wale watu wawili. Kwa hiyo hii ni hatua ya pili ya upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii inatolewa kwa wingi na kupitia kugusa, na inasababisha kuleta uambatanifu kati ya watu wawili. Hatimaye inakuja kemiko nyingine ambayo inaitwa vasopressin. Vasopressin ni kemikali ambayo inaleta zile inaleta zile hisia za kiulinzi na ile hali ya mwingine kujitoa kwa ajili ya mwingine. Unajua sio rahisi mwanamke atoke kwa baba yake na kwa mama yake. Sikiliza, baada ya Adamu kumpenda Hawa, alafu mstari unaofuata anasema mwanamume ataachana na baba yake na mama yake na kuambatana. Manake hii sasa vasopressin ndio inayokusukuma sasa utoke ukaunganike na yule ambaye ni halisi wa kwako. Na katika hili inasababisha watu wengi wanaweza kukaa kwa amani hata kama watagombana, kwa kuwa hizi chemical ziko tayari, zilikwisha kukaa katika bondi moja. Unakuta tayari kila mmoja anakuwa na madini ya kumtuliza mwingine. Lakini kama ulimchagua mtu kwa sababu ya vitu na nini, vinapokwisha unakuta ule upendo tena haupo. Ndio maana unaweza kukuta siku hizi mtu unakuta alioana kwa mbwembwe, lakini anakuwa hana hisia na mwingine. Anaishi nyumbani kwa taabu na kwa mazoea, lakini hisia za ndani hazipo.
Ndio maana Biblia inasema hivi, mali na nyumba mtu anapata kwa baba, lakini mke mwema anatoka kwa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ambaye mtu alikwisha kuumbiwa tayari, ambaye wakionana tuko na kuona mgusano ambao unaleta mvutano, anajisikia amani. Sikiliza, upendo wowote umejengwa katika amani, umejengwa katika utulivu, na umejenga katika usalama. Mahali ambapo hakuna amani, mahali ambapo hakuna usalama, hapo utakuta hakuna upendo wa dhati. Kwa hiyo kama mtu alipelekwa na vitu, vile vitu vikiondoka, anaona hana usalama, anaona hana tulizo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu upendo sio uchaguzi, ni chemistry ambayo imewekwa na Mungu kwenye maumbile ya watu, inayoweza kusababisha kuwe na amani. Lakini mara nyingi upendo wa kweli huwa unatazama mwisho, huwa unatazama nitakuwa na huyu mume nitakuwa na familia ya namna gani, tutazaa watoto wa namna gani. Kwa hiyo ule upendo umekuwa connected kwa Mungu mwenyewe, na sio wa kufuata vitu na vile vinavyoonekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo upendo huu unaleta ulinzi, unaleta hamu ya kudumu ya wale wapendwa wawili kukaa katika ushirika wa pamoja. Na hivyo katika hatua hizo unajengeka upendo thabiti. Tumishi wa Mungu, popote ulipo, ni vizuri uendelee kutufuatilia somo hili. Ni la kiroho, na nitakuletea uchambuzi wa haya ninayokufunua kiBiblia, wapi pameandikwa nini, ili upate kunielewa vizuri. Kwa hiyo tunapozungumza upendo, ni mfumo usioelezeka kikawaida. Ni mfumo wa kibiolojia unaoendeshwa na kemikali mbalimbali za ubongo, inaitwa neurotransmitter na hormone. Yaani kuna vitu vinasambazwa kwa haraka, kuna taarifa zinapelekwa kwenye mwili. Ndio maana mtu unayempenda ghafla ukimwona unashtuka, kwa sababu kuna habari zimegusana zikapelekwa kwenye mwili wa mwanadamu. Kuna matatizo leo, unakuta mtu analalamika, mume wangu hayuko vizuri. Ni kwa sababu kuna vitu vimekosekana vilivyotakiwa kuunganisha upendo wa kweli katikati ya wawili hawa. Kila mmoja ana wa kwake. Na kama tungejua siri na tukatulia katika Mungu. Sikiliza, ukisoma vizuri, baada ya Isaka kuletewa mke na yule mfanyakazi wa Ibrahim baba yake, Biblia inasema alipomfunua akaona ni yeye, akapiga kelele. Maana tayari kuna mguso umegusa kama radi shwa, ambayo unamuonesha huyu ni halisi, yule ambaye anapaswa kuwa wako wa maisha. Upendo wowote usiolenga mwisho, huo ni upendo sio sahihi, ni upendo wa vitu. Na ndio upendo mwingi huko leo duniani. Lakini mimi nataka nikwambie upendo ni asili. Ni asili ya kimungu ambayo Mungu aliiweka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo huu unaendeshwa na kemikali mbalimbali za ubongo ambazo zinaitwa neurotransmitter, pamoja na homoni ambazo zimekuwa generated huku ndani kwa mwanadamu. Kwa hiyo kemikali hizi zinafanya kazi ya msingi. Jambo la kwanza, zinaleta ulinzi. Jambo la pili, zinaleta utulivu. Na jambo la tatu, zinaleta uhakika wa maisha marefu. Mtu yoyote anayekupenda kwa dhati, haya mambo matatu lazima yawe yanaimba kwenye akili yake. Ukiona kuna upendo wowote ambao hauna mwelekeo wa kiulinzi baina yenu, ambao hauleti utulivu katikati yenu, na hauna uhakika wa maisha marefu, huo sio upendo halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuelewa. Nataka niseme maneno haya. Sio wengi wanaofahamu kuwa upendo au kupenda ni zawadi ya kiasili. Upendo au kupenda ni zawadi ya kiasili, kwa sababu kipawa kikuu cha Mungu ni upendo. Mungu hatupendi kwa sababu kuna kitu tumefanya. Mungu anatupenda kwa sababu ni zawadi ya asili aliyoiacha duniani. Kwa hiyo kuna vitu vilivyotengenezeka ambavyo vinatengeneza aina mbalimbali za upendo katika jamii. Sasa mimi ninazungumza ule upendo unaovuta watu kukaa pamoja kama mke na mume. Kuna upendo wa agape, kuna upendo wa phileo, kuna upendo wa storge, kuna upendo wa eros na kadhalika. Sasa mimi nazungumza ule upendo ambao
unavuta watu kukaa pamoja na kutengeneza familia. Ndio ule upendo ambao ndani yake tumesema lazima ulete ulinzi, ulete utulivu, lakini ulete mtazamo wa maisha ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema sio watu wengi sana wanafahamu kuwa upendo au kupenda ni zawadi ya Mungu ya kiasili ndani ya kila mwanadamu. Ndio maana Mungu akasema atamletea msaidizi wa kufanana naye, maana yake atakayempenda. Kwa nini atampendaje? Kuna connection ambayo Mungu aliiweka kama chipu ndani ya mwanamume, ambayo mwanamke akiona au mwanamume akiona ndani ya mwanamke vinagusana kwa ajili ya mtazamo wa kutengeneza generation inayofuata. Kuna mambo mengi leo yanatokea katika ndoa, lakini ukitazama msingi, ukizama kindani, utakuta kuna upungufu wa hii kitu. Watu walikwenda kwa mitazamo ya vitu vyao, kwa elimu walizo nazo na mambo mengine mbali, lakini hawakusukumwa na ule upendo wa dhati uliojengeka kiasili ndani ya maumbile ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu wetu aliweka hii zawadi kama programu, akaiweka ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo upendo ni program maalum. Ule upendo unaopeleka kwenye ndoa ni program maalum ambayo Mungu ameiweka kwa mwanadamu, ambayo ina program aina maalum ya kutengeneza kizazi, kutengeneza familia, kutunza uchumi, utajiri na kadhalika. Ni program maalum. Nitakuletea wa kufanana na, yani yule ambaye mtatembea katika mambo yanayofanana, yule ambaye mtastawi katika kile kipawa Mungu alichokiweka. Kimekuwa programming na Mungu mwenyewe, na hiyo chipu ikawekwa ndani ya mwanadamu. Inawezekana ile chipu ni ule ubavu wa Adamu, inawezekana hiyo chipu ni zile nyama. Ndio maana akasema huyu ni nyama katika nyama zangu na mifupa katika mifupa yangu. Ataitwa mwanamke, maana yake aliyotolewa katika mwanamume. Kila mwanamke ana mwanamume wake ambaye katika ulimwengu roho ametoka huko. Huyo ukimpata, mnaweza kuwa maskini lakini mkastawi, mkashangaa na watu wakashangaa. Unaweza kuwa hamkusoma lakini mkawa na mafanikio makubwa, kwa maana kuna utulivu, kuna kupanga mipango ya mbeleni, kuna kutulia na kuna kutazama kwa mtazamo wa pamoja kile ambacho Mungu amekiweka mbele yenu mkistawishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ameweka hichi kitu ndani ya mtu. Lengo lake kuu Mungu alipoweka hichi kitu ni ulinzi wa thamani yetu kuu. Mwanadamu una thamani kuu Mungu ameiweka ndani yako. Na hii thamani inakuletea uhakika na usalama na utulivu wa maisha ya muda mrefu. Watu wengi na ndoa nyingi hazina utulivu, hazina ulinzi, hazina usalama, hazina makusudio na malengo ya muda mrefu. Kwa sababu chanzo cha upendo wao inawezekana ilikuwa uzuri wa nje, urefu au uembamba. Sikiliza, Mungu alitengeneza program maalum ambayo itawakutanisha wawili wawe mmoja. Haleluya. Rika sana mosika. Nisikilize. Ndio maana hakuna anayejali maisha ya muda mfupi. Hakuna mwanadamu mwenye mpango ya muda mfupi. Mwanadamu yeyote akili yake siku zote inawaza mwisho, kwamba itakuwaje kesho. Kwa sababu kiasili tunatakiwa kulinda kizazi, tunatakiwa kukitengeneza na kukirithisha kizazi. Ndio maana Solomoni katika Mhubiri ile sura ya 1:4 anasema kizazi huja, kizazi huondoka, kizazi kinatengenezwa kimfumo. Ndio maana kuna kurithishana DNA. Zile DNA kazi yake ni kupitisha tabia, mfumo wa maisha, maumbile kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Na ndio maana Mungu alipoumba dunia, aliumba dunia ili iendelee kwa mfumo wa mbegu. Katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 14 anasema, mstari wa 11, miti itengenezwe yenye mbegu. Kwa nini? Alitaka kupitisha. Kwa hiyo hii mbegu ndio iliyowekwa katikati ya watu wawili, wale ambao Mungu alitaka kupitia kwao. Na ndio maana Mungu hakusema Yesu atazaliwa kwa mtu yeyote, alisema kwa bikira. Kwa sababu kuna mbegu ilikuwa inataka kupitisha ambayo ni exceptional. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua siri hii na kuilinda. Upendo wa kweli, watu wa Mungu, sio bahati nasibu. Watu wengi tumefikiri upendo ni bahati nasibu, bali ni nguvu halisi inayotokana na kemiko za kimwili, na inasukuma na kupeleka kwenye uwezo wa kiakili unaoashiria kuleta mtangamano wa kiusalama,
na Mungu anaitengeneza akili yako inakuwa kama detector. Ile detector kazi yako ni kuchagua yule aliye halisi kwako. Na ndio maana yule anayependwa na huyu, akija mwingine hawezi kumpenda, na kama atasema anampenda ni Mungu, kuna vitu anavyovitazama ambavyo vinamsukuma kupenda, lakini sio ule upendo wa kikemikali ambao ninauzungumzia mahali hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninatamani sana mtumishi wa Mungu twende pamoja, ili usije ukaingia kwenye mateso. Na ndio maana leo ndoa nyingi zina mateso. Kuna maneno mengi ya aibu tunayosikia. Kuna mtu anasema, huyu, sikiliza, huyu mume wangu mimi sijui anakibamia, sijui huyu mke wangu sijui hivi, sina hisia naye. Kwa nini? Kwa sababu zile chemical hazikuleta mtangamano, sio halisi, ni za kulazimisha, hazitokani na ule uhalisia wa kimaumbile aliyoumba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ndio sababu upendo thabiti hutafuta mtiririko thabiti wa utangamano wa ndani. Upendo thabiti huko ndani, sio katika msisimuko wa sura, urefu, ufupi, unene na kadhalika. Huu upendo wa kweli unapita mtazamo wa mvuto wa kibinadamu, ule mvuto wa nje. Kwa hiyo Mungu aliweka hii detector kwa mwanamke ili aweze kumtambua yule halisi, kwa sababu sikiliza, mwanamke ndio anayepita katika changamoto nyingi za kimaumbile na kimaisha. Yeye ndo anaye, kama ni uzazi, ndio anayekaa na mtoto miezi mingi. Kwa hiyo kama anakaa na mtu ambaye hampendi, tafsiri yake ni kwamba katika kile kipindi chote atakuwa anaishi kwenye majuto, na hatimaye atapeleka na kuambukiza majuto katika kizazi kitakachozaliwa. Kuna sababu nyingi sana. Unasikia mtu kama anakupenda kwa ukweli, hata kama huna chochote, ataendelea kukupenda tu. Ukiona mtu anakupenda kwa sababu ya kitu, huyo sio yule halisi. Watu wengi tunakaa na wanawake ambao sio wa kwetu, au wanaume sio wa kwetu, kwa sababu tulitazama kwa tafsiri zetu za nje na kwa mitazamo yetu, na tukamwekea Mungu form kwamba nataka mwanamke wa hivi na hivi. Matokeo yake ndio vilio vingi. Mungu anajua huyu yuko namna hii na mke wake. Kwa hiyo zile connection, ule mvuto unawekwa ndani. Sikiliza, ndio maana huwezi kusikia kauli hii kwa wale watu wa zamani, kwa sababu walikuwa wanazingatia mambo mengi sana. Huwezi kusikia huyu anasema huyu sijui anakibamia, huyu sijui hivi, huyu sijui hana msisi. Kwa nini? Sikiliza, ile nguvu na hizi chemical kwa yule aliye halisi, akikugusa tu tayari mwili umeshapata stimulation, na unaweza kurespondi, kupokea chochote, kusikia chochote kutoka kwa yule unayempenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwili wa mwanamke unapotambua kemikali yako iliyo ndani yako, anapata ndani yake, yeye anasikia usalama. Ndio maana mtu anaweza akaolewa, akatoka kwa familia yenye utajiri, akakubali kwenda kukaa na maskini, wakauza maji pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ana utulivu. Kuna chemical zinazoleta uhakika wa usalama na kutulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi dalili zinaashiria kutokana na rasilimali ya kudumu itakayoleta utulivu, kutaleta amani katika maisha ya familia yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifupi, upendo ni uchaguzi unaofanyika ndani, ambao unasababishwa na nguvu za kimaumbile, sio mipango ya kibinadamu. Ndio maana Biblia inasema mke mwema hutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, tunapomtazama Adamu, anapomuona haya, anasema huyu sasa ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Kwa hiyo tafsiri ya moja kwa moja juu ya maneno haya, kuna kemikali ndani ya Adamu ambazo zilisukuma kumtambua kwamba huyu ni namna gani alivyo, na ule mlinzi ukampa uhakika wa kutulia. Na hapo tunaweza tukasema kwa lugha nyingine, akasema huyu ndiye, akasema hapa nipo salama, kwa huyu nina usalama. Kwa hiyo nitatoka kwa baba yangu na mama yangu, nitakwenda kukutana naye huyu, na tutaanzisha familia yenye usalama, familia yenye amani, familia yenye utulivu, kwa sababu wameunganishwa na ule upendo wa kimungu. Bwana Yesu, sio tamaa. Kuna tamaa na upendo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kweli, mtumishi wa Mungu, sio bahati nasibu, bali ni mfumo wa kiasili uliowekwa na Muumba mwenyewe
unaomtafuta mtu utakayekaa naye kwa kudumu. Ukiona sijui siku hizi kuna ndoa za mkataba, ujue hawakwenda kwenye katiba, walifurahishana na mambo ya nje. Tatizo la ndoa nyingi leo ni kwa sababu watu wengi walichagua mvuto wa nje, walichagua uzuri, walichagua elimu, walichagua mali, wakapuuza ile detector iliyo ndani yao ambayo inatakiwa kutafuta kemikali itakayoleta utulivu kwenye ndoa, itakayoleta ulinzi kwenye ndoa, itakayoleta ujenzi wa agano. Sikiliza, ndoa ni agano. Kwa hiyo ukiweka agano na mtu ambaye hujatulia kwake, siku zote utaingia katika matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku hizi ndio maana ndoa zimekuwa ni kuvumiliana, sio kupendana, kwa sababu chanzo chake ni yale mazingira ya nje. Huyu ana elimu, ana degree, ana PhD. Sasa vile ni vitu vinavyotengenezeka kwa akili, sio ule msukumo wa kimaumbile unaoleta bondi katikati ya watu wawili hao. Kwa hiyo kauli ya kibiblia ya msingi inasema katika kitabu cha Mithali 19:14, mali na urithi hurithishwa na baba, bali mke mwema mwenye busara anatoka kwa Bwana. Mke wa busara, yaani aliye halisi, ni zawadi ya Mungu kwa mwanamume, akiwa na sifa za ndani za utangamano wa kudumu unaenda mbali zaidi kwa kutazama mambo ya kesho, sio utajiri na sura inayoonekana leo ambayo kesho itakuwa makunyanzi yanayotia aibu. Basi kwa leo nataka tuishie hapa, lakini nitaendelea kukuambia taratibu na nitakuletea hizo dalili 12. Wewe mwanamume au wewe mwanamke, unapoziona kwa mtu fulani, ujue kuna mguso wa kimaumbile na wa asili ambayo Mungu ametaka. Mungu akubariki. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine kizuri. Hii episode yetu ya kwanza, tutaendelea na episode ya pili. Hebu uwe makini, waambie na kuwashirikisha wengine. Lakini tunaomba utunge mkono kwa kusubscribe, kwa kucomment, kushare na kulike. Ili kazi zetu ziendeleze na kuhitaji sana wewe kutunga mkono. Kwa hilo tu, hebu subscribe. Mungu akubariki. Tudumu kuendelea mbele, tupate maarifa kutoka katika ufahamu wa kimungu pamoja na sayansi ya kimaumbile. Mungu akubariki. Amen.